Cristiano Ronaldo amesaini mkataba wa kuongeza miaka 2 na klabu ya Al Nassr ya Saudi Arabia, hatua iliyotamatisha uvumi uliodumu kwa wiki kadhaa kuhusu mustakabali wake wa soka. Klabu hiyo imetangaza rasmi kupitia ukurasa wao wa X, zamani Twitter, kwa kuandika Cristiano Ronaldo is staying at Al Nassr FC until 2027. Hii inaashiria kuwa nyota huyo wa Kireno ambaye awali alisaini mkataba wa awali mwaka 2022 sasa ataendelea kuitumikia Al Nassr hadi mwaka 2027 akiwa na umri wa miaka 42 wakati huo. Mkataba huu pia unazidisha uwezekano wa Ronaldo kumaliza maisha yake ya soka ya kulipwa akiwa katika ligi kuu ya Saudi Arabia. Dakika chache kabla ya tangazo rasmi la klabu ya Al Nassr ilichapisha video ya teaser ikimwonyesha Cristiano Ronaldo mwenye umri wa miaka 40 akitembea ufukweni huku akisema kwa ufupi Al Nassr forever. Nyota huyo wa Kireno alijiunga na Al Nassr mwaka 2023, hatua iliyochochea wimbi la wachezaji walioko katika hatua za mwisho za taaluma zao kuhamia nchini Saudi Arabia, taifa lenye utajiri mkubwa wa mafuta. Mwezi uliopita Ronaldo aliibua sintofahamu alipoweka ujumbe kwenye mitandao ya kijamii uliosomeka "This chapter is over", saa chache baada ya ligi kuu ya Saudi Arabia kumalizika, huku Al Nassr wakimaliza katika nafasi ya 3 wakiwa hawajashinda taji lolote kwa msimu huu. Licha ya hilo, uwepo wa Ronaldo nchini humo umetajwa kuwa na mchango mkubwa kwa maendeleo ya soka la Saudi. Afisa mmoja kutoka mfuko wa uwekezaji wa umma Public Investment Fund, yani PIF, ambao ni mwekezaji mkuu wa mpira wa miguu Saudi Arabia, ameliambia shirika la habari la AFP uwepo wa Ronaldo ni nguzo muhimu katika kukuza ligi ya Saudi kwa kipindi cha miaka 2.5. Amekuwa mlango wa kupokea wachezaji wakubwa na chipukizi kuja Saudi Arabia. Mwisho wa kunukuu. PIF, mfuko wa taifa wa utajiri unaodhamini miradi mikubwa nchini humo, unamiliki vilabu kadhaa vya ligi kuu ya Saudi Arabia zikiwemo Al Nassr, Al Hilali na Al Ahly, na umeweka mkakati wa kufanya ligi hiyo kuwa ya ushindani kimataifa kupitia uwekezaji katika nyota wa soka. Tangazo la Ronaldo mwezi Mei lilikuja miezi michache tu baada ya nyota wa Brazil Neymar kumaliza rasmi kipindi chake kifupi kilichokumbwa na majeraha katika klabu ya Al Hilali mnamo Januari. Neymar alicheza mechi 7 pekee tangu ajiunge na klabu hiyo, licha ya kulipwa mshahara unaokadiriwa kuwa takribani dola milioni 104 kwa mwaka, sawa na takribani shilingi za Kitanzania trilioni 2.72. Uondokaji wake ulizua maswali kuhusu mikakati ya muda mrefu ya vilabu vya Saudi Arabia vinavyowekeza mabilioni kuvutia wachezaji wakubwa wa kimataifa, wengi wao wakiwa katika hatua za mwisho za taaluma zao. Ingawa Cristiano Ronaldo alikuwa mfungaji bora wa Saudi Pro League msimu huu akiwa na magoli 25, bado hajafanikiwa kutoa taji lolote ndani au la kimataifa akiwa na Al Nassr. Klabu hiyo ilitolewa katika nusu fainali ya ligi ya mabingwa Asia mwezi uliopita. Mwaka jana mshindi huyo wa mara 5 wa Ballon d'Or alieleza kuwa anaweza kumaliza taaluma yake ya soka akiwa na Al Nassr, klabu ya mjini Riyadh. Saudi Arabia imeitikisa dunia ya soka kwa kuwekeza mabilioni ya dola katika usajili wa nyota kutoka Ulaya, kuanzia na uhamisho wa Cristiano Ronaldo mwishoni mwa mwaka 2022, hatua iliyozindua zama mpya kwa soka la taifa hilo la jangwani ambalo sasa limepangiwa kuwa mwenyeji wa kombe la dunia mwaka 2034. Kwa takribani miaka 2 sasa, mashabiki wa soka wa Saudi Arabia wamekuwa wakifurahia kuona mastaa kama Ronaldo na Karim Benzema wakiwa na Ballon d'Or 6 kati yao, wakicheza kila weekend kwenye viwanja vya ndani vya taifa hilo. Hata hivyo, mradi huu wa kisoka unaofadhiliwa na utajiri wa mafuta umefananishwa na ule wa ligi kuu ya China, Chinese Super League, ambayo pia ilivutia wachezaji kwa mishahara ya juu mno kabla ya wamiliki wa timu kuishiwa fedha wakati uchumi wa China ulipopungua kasi. Wachambuzi wa mambo wanasema tofauti na China, Saudi Arabia imejipanga kwa muda mrefu ikiutumia mpira wa miguu kama sehemu ya mpango mpana wa kujigeuza kuwa kitovu cha utalii na biashara duniani kabla mahitaji ya mafuta hayajapungua kabisa. Kwa msingi huo, Pro League huenda ikawa bado haijafikia kileleni. Ronaldo alionekana kama anatafuta pesa za mwisho kabla ya kustaafu alipojiunga na Al Nassr kwa mkataba ulioripotiwa kuwa na thamani ya takribani shilingi za Kitanzania trilioni 653.8. Lakini sasa uhamisho wake unaonekana kuwa kitovu cha mageuzi ya kimkakati katika soka la Saudi Arabia.